Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami Saadil Habshi kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumamosi ya tarehe 22 mwaka 2025. Kwa ambaye hapati labda utabiri moja kwa moja full au kwa wakati, basi wala usipati tabu, wewe ingia moja kwa moja YouTube, andika Saadil Habshi, utaangalia tarehe ya leo pale itakuja moja kwa moja na zitaelezea nyota zote. Kama kawaida tukianza na utabiri wa nyota ya punda au kondoo. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Huenda jambo usilotarajia likaathiri mali yako au mambo unashiriki na mtu mwingine. Hii inaweza kuwa faida au inaweza kuwa hasara. Vyovyote iwavyo, unaweza kuchochewa kuwa mkarimu kwa wale wanaohitaji au kutumia kile ambacho kimekujia ghafla kusaidia mtu wa tatu rafiki. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Mshangao au jambo lisilotarajiwa wakati wa kushughulika na mpenzi au rafiki wa karibu linaweza kutokea leo. Walakin hii inaweza kusababisha kuhusika kwako na kikundi cha kutoa msaada au pengine kinyume chake. Kujihusisha kwako na kikundi cha kutoa misaada kunaweza kuleta mshangao katika ushirikiano wako. Pia, masuala ya fedha ni wastani, licha ya majukumu kuwa mengi. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni green, namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Unaweza kuhisi hitaji la kujinasua kutoka kwa ajili ya kukandamizwa inahusiana na kazi yako au afya yako. Siwezi kuvumilia tena. Au jambo lisilotazamiwa kuhusiana na mnyama kipenzi linaweza kutokea. Kwa sababu hii, unaweza kuomba msaada kutoka kwa mtu aliye na mamlaka leo au hata wa karibu kwa vile tu utakuwa ni mhitaji. Mapenzi ni moto leo. Dharau zitakujaa. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni yellow na grey. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Wazazi wanapaswa kuwa waangalifu zaidi kuhusu watoto wao leo kwa sababu jambo lisilotarajiwa linaweza kuathiri. Vivyo hivyo, mipango ya likizo na mapembezi ya kijamii pamoja na hafla za michezo zinaweza kubadilika ghafla kama matokeo. Unaweza kutumia mawazo ya kutamani kukwepa kitu. Upande wa fedha ni wastani. Pia, utawasiliana na watu ambao hamjaonana muda mrefu. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni white na silver. Namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Ratiba yako ya nyumbani itakatizwa leo. Vifaa vidogo vinaweza kuharibika, kuvunjika kidogo kunaweza kutokea. Kuwa makini na watoto au wageni pia. Wakati huo huo, unaweza kupata msaada kutoka kwa mtu wa tatu katika suala la usaidizi wa vitendo au wa fedha. Mapenzi ni down leo. Hivyo basi, utatoa hisia zako kuzipeleka kwa mtu mwingine leo. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni gold au orange. Namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Zingatia kila kitu unachosema na kufanya kwa sababu hii ni siku ambayo inaweza kukumbwa na ajali. Wakati huo, majadiliano na washirika na marafiki wa karibu yatakuwa nyeti na yenye manufaa kwa pande zote. Unaweza kutafuta njia za kuchunguza mifumo potofu, uongo
ya fikra. Unaweza pia kuwa na mawazo yanayohusu mapenzi kwa wakati mmoja. Ni ajabu. Siku ya bahati ni Jumatano. Asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni Sapphire na Carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Angalia pesa zako na mali zako leo, kwa sababu jambo lisilotarajiwa linaweza kuathiri mali yako. Unaweza kupata pesa au kupoteza pesa. Linda kile unachomiliki dhidi ya hasara, wizi au uharibifu. Unaweza pia kutaka msaada mtu kwa utajiri wako wa nafsi. Kwa njia kubwa au ndogo, utafuatilia uchambuzi wa jambo fulani ambalo litakuweka kinywa wazi. Rafiki na upande wa pesa ni wastani rafiki. Siku ya bahati ni Ijumaa. Asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni pink au white blue. Namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Kwa sababu jambo lisilotarajiwa linaweza kukupata leo, unaweza kuitikia au kujitetea au hata mwasi. Chochote kitachotokea kinaweza pia kukufanya uhisi huruma kwa watoto wako au mwenzi wako wa kimapenzi. Kuna migongano mengi leo ambayo hayajatulia katika maamuzi yako. Nafsi yako itakuwa yenye fikra hasi kwa muda mwingi. Kilicho mawazo chanya. Ondoa mawazo ambayo yatakudhorotisha mwili au hata kiafya rafiki. Siku ya bahati ni Jumanne. Asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz au malachite. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Unaweza kuwa na mawazo yasiyo ya kawaida kwa sababu unahisi unataka kumsaidia mwanafamilia leo au kuwa muungwaji mkono kwa njia yote unayoweza. Mawazo yako yanaweza kuwa ya juu kidogo au yanaweza kuwa ya kweli na ya kusaidia. Linda afya yako leo. Pia kuwa makini na mnyama wako au hata mifugo yako ili kuepuka hasara usizotarajia rafiki. Upande wa pesa ni wastani na pia unaweza pokea wito kwa rafiki zako au hata familia yako. Siku ya bahati ni Alhamis. Asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni papo na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Rafiki au mshiriki wa kikundi anaweza kusema au kufanya jambo ambalo linakushangaza. Unaweza kujibu kwa hisia kali au unaweza kuomba msaada kwa mwenye busara. Inaweza kuwa chochote. Jambo moja ni hakika. Mawazo yako bora yameamshwa leo na afanyie kazi ili uweze kuona maendeleo yaliyochanya katika maisha yako. Ni kweli unataka kumsaidia mtu, ila hakikisha kwanza wewe unakuwa sawa ndipo utoe msaada wa hakika rafiki. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni grey na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Unaweza kuasi watu wenye mamlaka leo, wazazi wakubwa, VIP au polisi, kwa sababu jambo lisilotarajiwa linaweza kutokea. Kwa sababu hiyo, unaweza kuchagua kuwa mkarimu kwa pesa au mali ili kusaidia mtu mwenye uhitaji. Unataka kuokoa ulimwengu kabla ya kesho. Jambo zuri ni pale utakapoingiza pesa kwa kutarajia, ikiwa na maana ahadi uliopewa ni rahisi kutimia leo rafiki. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake bahati ni sky blue na akio. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha
Na kuondoa umaskini ni amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Mipango ya usafiri au jambo linahusiana na uchapishaji, masuala ya matibabu, masuala ya kisheria au ratiba za safari zako fupi huenda zikabadilika ghafla leo. Kuwa tayari kwa lolote. Pia unahisi zaidi katika masuala ambayo yanakukatiza, na mwisho ni mwema sana rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sea green na indigo, na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade au aquamarine. Kama kawaida, tunazungusha gurudumu letu leo kwa kuangalia muda mzuri wa bahati kwa kila nyota. Na tukianza na upande wa nyota ya punda, muda wake wa bahati siku ya leo ni saa 8 mpaka saa 9:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, muda wako mzuri ni saa 11 hadi saa 1 usiku. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, muda wako mzuri leo ni saa 7 mpaka saa 9. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, muda wako mzuri leo ni saa 2 mpaka saa 5:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 1 mpaka saa 5:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, muda wako mzuri ni kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, muda wako mzuri ni kuanzia saa 4 mpaka saa 6:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, muda wako mzuri ni kuanzia saa 5 mpaka saa 9. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 5:30 mpaka saa 7:45. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 2 usiku mpaka saa 3:45 za usiku. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 6 mpaka saa 8:45. Kama kawaida, tunaendelea na utabiri wa watoto wadogo chini ya miaka 10 na pia ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto au ambaye ni mjamzito. Tukianza na upande wa nyota ya Kondoo au Punda, mtoto aliye tumboni atakuwa mcheshi na mwenye mazingatio kwa yale anayoambiwa. Mtoto chini ya miaka 10 hatakubali kuachwa mwenyewe, ikiwa na maana atashikilia safari. Ushauri kwa mama: fanya safari fupi na kunywa maji kwa wingi ili kujimarisha upande wa afya ya mwili na akili. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, mtoto aliye tumboni atakuwa ni mwenye busara na hekima kwa watu wake pindi akija jumuika nao. Mtoto chini ya miaka 10 huenda akaingia in deep katika swala zima la imani. Ushauri kwa mama: usitoe taarifa za mwanao kwa watu wengine, kwani kuna husta ambazo zinaweza mrejesha nyuma. Tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, mtoto aliye tumboni atafuta machozi ya wazazi wake na pia atajali sana yatatokea miongoni mwa kuishi kwake duniani. Mtoto chini ya miaka 10 ataanzisha michezo mingi ambayo itamfanya kuwa mcheza zaidi baada ya kusoma. Ushauri kwa mama: mfuatilie mwanao kwa kila hatua na kuhakikisha anapita katika njia nzuri yenye mwelekeo mema. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, mtoto aliye tumboni ataanzisha kampuni yake na kuweza kupunguza umaskini katika nchi yake wakati wanaishi katika dunia. Mtoto chini ya miaka 10 atawasilisha suala la uongo ila lina ukweli ndani yake. Ushauri kwa mama: unaweza puuzia baadhi ya maneno na kuangalia yale uliopangilia kuyafanya leo tu basi. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, mtoto aliye tumboni atazingatia zaidi usawa na amani akiwa duniani. Mtoto chini ya miaka 10 ataweza onyesha upande wa hali ya juu kwa wazazi wake. Ushauri kwa mama: msifie mwanao kwani atakuwa na uthubutu mkubwa. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, mtoto aliye tumboni atakuwa mbunifu na kuweza kuonyesha kipaji chake angali mapema katika maisha yake. Mtoto chini ya miaka 10 atajituma zaidi leo ili tu aonekane. Ushauri kwa mama: mpe moyo ili aweze fika pale ambapo anastahili kufika. Tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, mtoto aliye tumboni atakuwa na ushawishi mkubwa kwa wazazi wake pindi akiwa anaishi nao wakati wa ujaji wake. Mtoto chini ya miaka 10 ataonekana ni mjanja
mjanja sana kwa kupenda wageni na hata marafiki. Ushauri kwa mama: waalike watu kwako ili waweze shirikiana na mwanao katika chakula cha mchana au jioni. Tukiendelea na upande wa nyota ya nge, mtoto aliye tumboni atakuwa ni mwenye kusikiliza na jamii, na hiyo ni kutokana na tabia zake njema pindi atakapokuja duniani. Mtoto chini ya miaka 10 atakosa kujiamini leo kutokana na hofu baada ya kumwona mtu fulani. Ushauri kwa mama: usimkaripie kila mara mtoto, na jitahidi kumsemesha kwa maneno mazuri. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mshale, mtoto aliye tumboni atakuwa na maarifa mazuri hasa baada ya kupitia changamoto za dunia katika maisha yake. Mtoto chini ya miaka 10 atapenda safari ndogo ndogo na atapendelea zawadi pia. Ushauri kwa mama: ikiwa uwezo unaruhusu, zawadi ni muhimu sana kwa wanao, kwani zinakuza upendo na unakuwa unahitajika mara kwa mara katika mioyo yao. Tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, mtoto aliye tumboni atawasilisha wazo lake ambalo litazingatiwa na watu katika umri wake. Mtoto chini ya miaka 10 ataweza kwenda tofauti na atajitenga kwa namna fulani. Ushauri kwa mama: unaweza jidali mwenyewe leo na kuwajali wanao kwa kuwapeleka sehemu ya tofauti na mazingira ya nyumbani. Tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, mtoto aliye tumboni atakuwa ni mwenye kujudge kila kitu katika maisha yake. Mtoto chini ya miaka 10 atakuwa ni mwenye mshindani hasa katika na wenzake. Ushauri kwa mama: usifanye jambo la kumrudisha nyuma. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, mtoto aliye tumboni atahudumu katika wadhifa mkubwa na hata kujitengezea kipato kwa njia zake mwenyewe katika maisha yake. Mtoto chini ya miaka 10 atahitaji upendo mkubwa leo kutoka kwa wazazi wake, na ataanzisha mazungumzo ili tu kusikika sauti za wazazi wake. Ushauri kwa mama: hakikisha usiwe na upendeleo katika ugawaji wa chochote kile, fanya usawa kwa usawa. Ujumbe kwa walikuwa hajapata watoto: fanya kitu ambacho kinakupa furaha binafsi na kukuondolea stress. Ulikuwa nami na bye bye.